Leo ni siku njema sana msikilizaji. Karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM, leo tarehe 20 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Nami na matumaini makubwa msikilizaji mzima wa afya, na nikukaribisha katika ripoti ya leo ya EFM. Karibu tusikie muendelezo wa mkasa ambao tuko nao katika msimu huu, mkasa wa ndugu yetu anaitwa Rose. Jana kuna mahali tulipiga hatua, na leo tunasogea mbele zaidi. Jana tuliishia ndugu yetu Rose akitueleza kugundua mume wake ana mahusiano na mwanamke nje, binti mmoja ambaye anafanya kazi huko kwenye ofisi ya mume wake, na anapewa information zilizojitosheleza. Anapewa picha ya huyo msichana na anamuona huyo msichana ni binti mdogo. Kwa makadirio anasema huenda huyo binti akawa na miaka 22, 23 hivyo, akako kwenye 24, 5 hivi, yani kwenye age hiyo. Binti mdogo, anasema ni mweupe, mrefu, anakashepo ka kisichana. Usisahau flat tummy, hakuna kitambi. Anatueleza mengi zaidi ya yeye pia kuchukua hatua kuamua kumtafuta huyo msichana, kwa kumpigia simu na kwa kumtahadharisha kwamba mtu unayedate naye ni mume wa mtu na mimi ndiye mke wake. Lakini majibu ambayo huyo binti anamjibu akimuonyesha Rose kwamba yeye Rose hajawa mwanamke bora. Maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunayowasilisha kwako kwa njia simulizi kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Unakuwa unaungana nami Veronica Franki. Ndio Rose anatueleza haya. Rose anasema, nimemweleza mume wangu, nimemwambia kwamba nimejua ana mwanamke nje na nimemtambua huyo mwanamke, hadi picha nimemuonyesha, na nimempa maagizo mume wangu, nataka yule mwanamke nisimuone pale kazini, kwa sababu uwezo wa kumuondoa pale kazini anao. Yesi ndiye aliyemleta. Penzi lilinoga na mpaka wakatafutiana kazi. Ili penzi lao liendelee kunoga zaidi, nimesema sitaki kumuona pale ofisini, na nimempa siku nisitaki kumuona yule msichana. Rose anasema, nilimweleza ndugu yangu kuhusu hili. Alisema, umefanya kwa sehemu yako, mambo mengine twende nayo taratibu, wala usiwe na haraka. Nami nilitulia zangu. Kumbuka niko na chawa wangu ambaye yeye ananipa feedback. Nilingoja zile siku 2 zilipita. Nikamuuliza, vipi huyo kiumbe unamuona hapo around? Akasema namuona. Nikasema okay, ngoja niongeze siku nyingine. Nikaongeza siku nyingine tena, zikawa siku 5 zimepita. Nauliza, vipi huyu kiumbe unamuona around? Yes, yupo. Vipi? Nikasema, nilimwambia huyu mtu amfukuze huyu msichana hapo kazini. Akasema, mbona namuona? Unadhani inakuwa rahisi? Wewe watoto wa mjini wanapojua kushika waume za watu, akimshika unadhani rahisi? Kwanza hata hiyo sendesi usikuta hajamwambia. Nikasema, unasema? Nakwambia hata hiyo wewe ulivyomwambia huyo mumeo amfukuze kazi, hiyo usikuta hata hiyo sendesi hajamwambia kwamba mke wangu anasema ni ufukuze kazi. Leo chochote, mbona yuko na amani tu, anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Nikamwambia, kuna chochote ulichokisikia? Akaniambia, mimi ninachojua ni watu ambao wako deep, wamezama in love. Unaambiwa anampenda huyu mwanamke, ana wivu naye hatari. Unajisikiaje mtu akikueleza mume wako ana wivu na msichana? Anampenda huyu msichana anapendwa na mume wako huyu wewe. Mume wako kachanganyikiwa. Unajisikiaje? Huwezi kujisikia vizuri. Nilimshirikisha ndugu yangu, nikamwambia mwenzangu, yale maneno niliyosema, amri niliyotoa, ni kama nilikuwa napoteza nguvu zangu, kwa sababu ninachokuambia mpaka sasa hivi hakuna kinachoendelea.
Akaniambia, ulisema namba ya yule binti unayo? Nikamwambia ndio. Akasema, hapa tukutane ana kwa ana tumpigie. Sawa, tuonane. Rozi anasema ndivyo tulivyofanya, tulikutana. Namba nayo. Akasema lete tumpigie, huenda ana namba zako, mume wako kashamtahadharisha asipokee namba zako, njoo tupige kwa namba hii. Nikapiga kwa namba ya rafiki yangu ambaye ni ndugu yangu pia. Kweli hii simu ikaita, huyo msichana akapokea. Nikamweka loudspeaker. Maana haya mazungumzo nikawa nasikia mimi tu. Sasa hivi kuna mtu pembeni anasikia. Mchepuko ananijibu nini? Hii ni mara ya pili nampigia simu sasa. Moja kwa moja nikamwambia, mimi fulani, mke wa fulani, nimekupigia simu, hii ni mara ya pili. Akaniambia nakusikiliza. Binti akanijibu nakusikiliza. Nikamwambia, kwa hiyo mara ya kwanza tulivyozungumza uliniona mimi ni mwanamke kichaa aliyepata uenda wazimu, ninampigia mtu ambaye sina hakika kama anatoka na mume wangu. Akaniambia, wewe ni kichaa kweli? Nikamwambia, mimi ni kichaa. Wewe ni kichaa? Kwani wewe ni mzima kichwani? Nikamwambia, mimi ni kichaa ite. Okay. Ni kichaa, sikatai. Naweza nikawa kichaa kwa sababu ya mume wangu. Nikamwambia, binti, wewe ni mdogo sana. Unaweza ukapata mwanaume sahihi kwenye maisha yako. Achana na mume wangu. Huyo ni mume wa mtu. Achana naye. Akaniambia, unanipigia mara ya pili ukiniambia hoja ile ile. Mimi nikajua una hoja mpya. Ukimwambia mmeo anifukuze kazi mimi, unahisi rahisi ya? Si ndio? Unahisi rahisi. Nikamwambia, ujasiri wa kunijibu hayo majibu unatoa wapi? Akasema, ujasiri unautoa kwa mume wako. Ngoja nikwambie. Ujifunze wakati mapenzi yanapofika mwisho, ukubali kama yamefika mwisho. Nikamwambia, unamaanisha nini? Unalazimisha mumeo, si hakutaki wewe. Anakupa nini? Haya ananiambia mchepuko. Yaani ndo ananiambia. Ina maana wakikaaga, ina maana mume wangu waga ananisengenya mimi kwa huyu mchepuko wake. Kama mumeo hatosheki, ni dhambi kutoka. Si bora umenijua. Sasa eti umenijua, unaanza kuniattack. Unanifanyia fitna niondoke pale kazini. Ngoja nikwambie. Ukubali ukatae mimi ni mke mwenzio. Yaani ungeanza tu kujifunza, yani ungeanza kujifunza kuishi na mke mwenzio. Navyokuambia, hakuna mtu wa kutenganisha penzi letu. Hayupo. Akakata simu. Ndugu yangu anasikia. Akaniambia, wewe hao wanaume watakuja kufanya watu tufanyane mambo mabaya. Ina maana kwa sentensi hizi mumeo mwenda wazimu sana, ana akili. Kwa hiyo waga anamsimuliaga huyu mwanamke, mke wangu kibonge, sasa hivi kakongoroka, ana mamichilizi, linene liputaputa, sio kama wewe potable wana. Wewe ndo napenda, yani wewe ndo napenda hivi ulivyo, yani si kwa nini iliwahi kuoa. Rozi anasema, ndugu yangu alisikitishwa sana na haya maneno ambayo ameyasikia. Inawezekana yakawa ni ya kawaida, lakini anayatamka nani? Mwanamke ambaye anatoka na mume wangu ananidharau, ananiambia maneno ya kejeli, ananiambia kwamba simtoshelezi mume wangu na ndio maana nahangaika, kwamba hata asingekuwa na mimi angekuwa na mwanamke mwingine, utapambana na wangapi? Ndugu yangu aliniambia nikwambie, aka katoto nikakukapiga vibao.
umewahi kukaona kwa macho? Nikamwambia hapana. Akasema sasa, anayekupaga hizi taarifa hizi tuzifuatilie hizi kindakindaki hizi taarifa, tumpate huyu man to man, alafu tunakuwa mimi na wewe. Yesi anajifanya anajua kuchukua naume za watu, alafu anachukua naume za watu kibabe. Hana woga huyu binti, hana woga, ni mzoefu wa kubeba ume za watu. Sasa alipokanyaga safari hii kuna shoti ya umeme. Tutamfundisha kama asione vyaelea ajue vimeundwa. Asione mwanaume kanawili, kavaa zake yuko smart. Akaonekana na zagaa tu, hana mwenyewe. Tutadiri naye. Huyu tutakula naye sahani moja. Ndugu yangu ananiambia tuko bega kwa bega na wewe. Hawa mabinti hawa wasije kutukosesha usingizi. Hakuna kitu kibaya mtu anatoka na mume wa mtu alafu anajiaminisha. Unatoka na mume wa mtu unamfungia kwako asirudi. Achana na yule mwanamke nioe mimi. Wewe unataka mwenzako aachwe, wewe ndio uolewe. Sasa hivi huko kuna kuruku, unahangaika huko kwa waganga, loga mume wa mtu achemke aje kwako. Watu wanakuambia hapo ulipokanyaga kuna shoti ya umeme. Safari. Anaitwa Rose anasema haya yalikuwa ni makubaliano, na mimi siku nyamaza. Nilimwambia mume wangu, nikamwambia mume wangu vipi? Akaniambia kuhusu nini? Nikamwambia tuliongea nini? Nilikwambia umuondoe pale kazini yule msichana. Akaniambia unanifuatilia? Nikamwambia nakufuatilia kivipi? Kwa hiyo wewe unamchunguza kila binti ofisini? Unadhani sijajua? Unakaa unawauliza watu? Mbona unaniletea mambo ya aibu? Nikamwambia na haki ya kufanya hivyo kwa sababu wewe ni mume wangu na mwenendo wako umebadilika. Akaniambia sitaki kusikia sauti yako na unyamaze, usiongee tena. Nikamwambia siwezi kunyamaza mpaka pale utakapofanya kile ambacho nilikuelezea, yani kile ambacho nilikuagiza. Akaniambia nisipofanya utafanyaje? Nikamwambia kwa nini unanijibu hivyo? Kumbuka unazungumza mimi ni mke wako. Akasema kama wewe ni mke wangu ungetambua nafasi yako alafu ungetulia. Ungetulia hapa, uende ukafundisha watoto huko, uje uangalie watoto hapa nyumbani. Na sio kuanza kunifuatilia. Sipendi na sitaki. Nikisema niko kazini, na elewa kwamba niko kazini. Unaanza kunifuatilia nimeenda kazini kweli? Hivi kile kikao kipo kweli? Unanifuatilia ili waje? Ili ugundue nini? Na ukishagundua? Akaniuliza, ukishagundua? Acha kupekenyua mambo. Katulia leo watoto. Ndivyo mume wangu alivyoniambia. Rose anasema ni maneno ambayo yaliniumiza sana. Tumetoka mbali na huyu mwanaume na hanijibugi hivi. Sisi wanawake wakati mwingine tuna tabia za panic. Lakini mume wangu mara zote akiniona kama nina kitu nimetilia mashaka, atahakikisha kwamba ananielezea vizuri. Kwa hili nikwambie, hakuna kunielezea vizuri. Acha mara moja. Kaangalia watoto. Unakaa unahangaika nini? Rose anasema, nikasema hii ni jeuri ambayo mwanamke anampa. Kama yule binti ana ujasiri wa kunijibu vile. Yani sielewi. Nikampigia simu ndugu yangu, maneno ambayo mume wangu ameniambia. Akasema ndio maana nimekwambia fanya unavyofanya, tuonane na huyo msichana. Nikamwambia sawa. Kweli nikamtafuta yule shawa wangu, nikamwambia hivi unaweza ukafuatilia huyu mwanaume mpangia yule mwanamke wapi? Akasema kiukweli nasikia tu mtaa, ila
naomba unipe siku 2, nitakupa majibu. Nikamwambia nifanyie hilo jambo. Akasema unataka kufanya nini? Nikamwambia nataka kujua nyumba aliyompangia, yani nataka tu nijue viwili vitatu. Nikamwambia unajua msichana nimempigia simu amenijibu majibu mabaya sana. Akasema si nilikwambia usimpigie, usimtafute, usidili na hao wasichana. Huyu ni mtoto wa mjini, anadharau huyu msichana, anakuambia ananata, yani ananata. Anajisikia yeye ndo yeye, mrembo yeye, ana majibu ya ovyo, msichana hatari. Yani mtaishia tu kugombana na hamtaelewana. Amekujibu nini? Nikamwambia ananiambia hivi kwamba sina cha kumtosheleza huyu mwanaume na ndio maana anahangaika. Hata kama singekuwa na yeye angekuwa na mwanamke mwingine. Kwa hiyo nikae mimi nijue kitu gani ambacho simtoshelezi mume wangu. Huyo mume wangu tumekaa miaka yote hii, watoto wamekuwa wakubwa. Mtu anadiriki kuniambia sentensi kama hii. Kwa hiyo miaka yote hii alikuwa yeye ndo anamtosheleza huyo mwanaume. Sikamuona sasa hivi mume wangu ana kila kitu. Ana hela ambazo anaweza akamuhonga. Mimi nimekutana naye huyu ana nini? Akaniambia pole, I say, ndo hivyo unajua. Mume akishikwa na kahaba ni mtihani. Ni mtihani. Mtoto wa mjini ndo huyo sasa. Lakini kuwa makini sana kwenye kupambana na haya mambo. Vizuri sana ukawa unaongea na mume wako. Kwa hao wasichana hamtaweza elewana. Nikamwambia mimi yani haya mambo mengine mimi niachie. Wewe nifanyie tu kinachokuomba. Akaniambia sawa. Haina shida. Rose anasema wakati na ngoja mimi kusaidiwa kupewa maelekezo nipate information za huyu msichana. Mimi sitaki kwenda kumfuata kule kazini kwa sababu rafiki yangu aliniambia usimfuate huyu msichana pale kazini. Twende kazini, tumekosa option yoyote. Tutamendea anatoka, tuna picha yake, tutapata hizo taarifa zaidi, tutamsimamisha na kumwambia. Hatutamchapa, tutamueleza man to man. Unadili na mume wangu, achana na mume wangu. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo yote haya tulikuwa tunaendelea kungoja. Jamani, nataka nikwambie usiombe mwanaume wako ashikwe mahali. Kuna mwanamke hapa anazungumza hii sentensi anaelewa. Unajua mwanaume anaweza kaa na cheti lakini anatambua thamani ya wewe mke wake. Anatambua. Nikwambie kule ukiona huko nyumba ndogo haina nguvu. Nyumba ndogo ikishinda nyumba kubwa, my dear friend, utasafa wewe. Yani unaweza ukazungumza na mwanaume akakukasirikia, unajiuliza hata kwani hapa nimesema kibaya kitu gani? Yani yeye anakuona ng'ombe, anakuona mbuzi. Vile umejivalia zako leo unasema ndio leo nimependeza mpaka kipoda, anaona yani wewe ni mbuzi. Anajuta. Hivi unajua anaweza kaa naomba wewe ufe abaki mgane ya moyo huyo mwanamke? Mimi hata sielewi. Yani sielewi. Mwanaume amebadilika. Akizungumza na nitazama kwa ukali yani. Sisi tumeshakuwa watu wazima jamani. Haya mambo tulishindwa kupambana tukiwa vijana. Leo tunapambana umri huo. Nakumbuka huyo msichana aliniambia endelea kungoja, nafuatilia. Unajua tu tunafanya kazi, lakini kujua mtu anapokaa ina maana wako mpate mtu ambaye atakwambia anakaa hapa. Kwa hiyo wala hata usijali, wewe nipe tena siku kadhaa. Sasa huku sina mimi pia naendelea kupambana na mume wangu. Kwa nini umuondoe yule msichana pale kazini? Ananiambia umefuatilia unazidi kunifuatilia. Na kuuliza unazidi kunifuatilia? Nikamwambia na wajibu kukufuatilia. Akasema unasema? Akaniambia kwa hiyo mimi hivi ninavyojitahidi narudi hivi nyumbani wewe huoni kwamba nathamini familia? Nikamwambia unamaanisha nini? Akasema endeleza tabia zako.
Nilikwambia sitaki uongee na sauti yako mbaya. Sitaki, yani sitaki kukusikia. Usitaki nifanye maamuzi magumu. Nikamwambia maamuzi gani magumu? Maamuzi gani magumu? Unataka kuniacha? Unataka kuniacha? Unataka kunipa talaka? Akasema nyamaza. Nyamaza na usiongee. Usiongee na mimi. Nitafanya maamuzi magumu hautaamini. Nikaanza kulia, nikamwambia nimekukosea nini? Kwa nini unanichukia? Nimekukosea nini? Unajua huyu mwanaume aliniambiaje? Akaniambia, "Hebu nipe mapumziko kwanza. Wewe ni mwanamke ambaye sio mwelevu. Umeshindwa kutambua nini mmeo anataka." Nikamwambia, "Unamaanisha nini?" Akaniambia, "Mara ngapi naongea na wewe? Ungekuwa na akili timamu, ungekuwa unashika hata maneno nayoongea. Toka umeanza kupata watoto nakwambia mimi sipendi unene. Sipendi unene, si ndio ninachokwambia wewe? Sio ulikuwa unapuuzia sentensi zangu? Nakwambia unene, ukanenepea na nikula tu, unashinda unakula tu manyama. Nini kikatokea? Ukaanza tena kuhangaika huko. Angalia, utanihukumu bure. Hebu jione ulivyo. Yaani hamu ya kusema mimi nawahi kurudi nyumbani na kuja kumuona mke wangu. Umekuwa hivi, umekongoroka hivi. Hivi unajua hii sentensi sio ananitamkia mtu tu, mume wangu. Michepuko ina nguvu. Mimi nakwambia michepuko ina nguvu. Yaani huyu mwanaume kashavurugwa. Yaani akiniona na tumbo langu hili nakwambia. Si unajua matumbo kina mama tu. Namna wakati mwingine unataka kutoka unalikusanya unalibana. Unavaa kitenge chako hapo lakini tumbo limetokeza hivi, ukifika ukatoa sasa vifungashio ulivyofungasha hapo linamiminika tap. Yani kwake mimi hana appetite, akiniona ajisikii vizuri. Ajabu kushangaza. Yani unajua kuna mtu mimi nimekuwa nikimshangaa kama mume wangu. Hivi kiukweli jamii yangu isikie. Mwanamke uliyekutana naye akiwa na shape namba 8, akiwa na umri wa miaka 24, amepata watoto 4, unataka awe vile vile? Jamani, si mtatua na vidonda vya tumbo? Jamani, mnataka tuwaje? Tusibadilike hii mili. Jamani, uzazi sio kitu kidogo, sio kitu kidogo. Mume wangu yeye anataka labda mimi nizae watoto 4 niwe kama yule binti ambaye anatoka naye. Niwe na flat tummy, mapaja yangu yawe yamekaza. Mapaja yanakuja yamekaza. Eti mapaja yanakazaje? Haya, utaniambia wenzako wanakazana na gym huko, wanakaza misuli, wanakaza nyama. Sasa mimi nakaza nyama vipi? Hapa nilipofikia jamani, hivi jamani. Yani maneno yanachoma ndani. Kuna mtu ambaye anapenda kukongoroka. Yani mimi ukiniuliza mapambano ambayo nilikuwa napambana nayo, si nilikuwa nataka nitoe kitambi. Manake uzao umekuwa, watoto tumbo ni kweli limekuwa kubwa, limeshuka. Sina mimi nataka flat tummy. Na mimi sipendi niwe naendelea kuwa mtu mzima lakini na kajishape kangu. Lakini miaka imesogea jamani, vitu havibaki kama vilivyo. Haya maneno yaliniuma sana. Tena anayetamkia ni mume wangu. Yananiuma sana. Sasa mimi nilivyokuwa binti sikuwa na michirizi. Unajua michirizi sikuwa nayo. Lakini nimeenda katika uzazi mabadiliko ya kimwili. Vile nikawa nimenenepa nikapungua. Jamani, nimepata michirizi, na sio kwamba nimepata nilipopungua, ilikuwepo katika mambo ya uzazi hizi. Nimepata michirizi, sasa nasimangiwa michirizi. Yaani akiona michirizi anajisikia vibaya. Yaani huyu mwanaume anatamani nife. Aowe mwanamke mwingine. Mimi nakwambia, tumetoka kwenye unene, sasa hivi tunazungumza habari ya kukongoroka. Mechoka, nimekuwa mzee, sijipendi. Ujipendi bwana, ujipendi. Uko rafu. Na shinda hadi kufeel proud kusema kuongozana na mwanamke wangu, naongozana na mke wangu. Jamani, unaweza kukuta mtu akutoe out. Unaweza kukuta mwenzangu kila mahali mwanaume akienda aende na wewe. Kuna shughuli zinafanyika huko za kifamilia, mwanaume anaenda mwenyewe. Au ukigeuka mchepuko ndo unaenda. Kumbe watu wanaona aibu kuongozana na wewe. Kisa wewe mnene sana. Huyu wa kwangu anasema, kuna wengine hawasemi.
mtu anaona aibu, I feel proud na wewe. Nimekongoroka hapa, hata niseme nivae kitenge nivae nini, huyo mwanaume aone, anaona tu ni mwanamke aliyechoka. Sema hata afanani naye. Mume wangu na vile anapiga piga vipush hapo vinini, akivaa nguo yake, mashallah. Mimi ndio naonekana nimekuwa bibi. Nimemzalia watoto hao 4. Anashindwa kuheshimu hata hilo. Rosie anasema ni mambo yanayoumiza sana moyo. Wanaume utamka, wanaume ufanya hivyo, hawajui namna ambavyo moyo wa mwanamke unajeruhika, hasa unapomtamkia maneno kuhusu mabadiliko yake ambayo unayajua yametokea ni kwa sababu ya hao watoto ambao unawafurahia. Rosie anasema nililia sana siku hiyo. Hakuna mtu akunibembeleza. Wewe ukilia si mwanaume anakubembeleza. Ukilia mwanaume anajisikia vibaya, anakwambia mke wangu hakuna kunibembeleza safari hii, hakuna. Wewe ushakuwa mtu uzima, ushazieke, hebu kaa kuangalia watoto. Lia, nyamaza. Nilipata uchungu sana. Nilikamwambia ndugu yangu maneno ambayo mume wangu ameniambia. Nikamwambia nimesikia uchungu, yani nimesikia mwili kama unakuwa uko sawa. Akaniambia nikwambie, lakini usiendekeze mawazo. Mimi najua hivi vitu vinaweza vikakuathiri sana. Hebu tukae tuongee kwanza. Wakati ya mambo mengine yanaendelea, unatakiwa ulinde pia. Ulinde sana moyo wako. Ni kitu cha muhimu sana. Haya mambo ya ndoa haya yana namna ambavyo yanaweza yakala, yakakula, yani yakakukula, ukajikuta huna amani, huna raha, ukasababisha pia na maradhi mengine. Nikamwambia ni kweli, silali vizuri. Najitahidi sometimes. Sijui hajanizoesha ya maisha. Yani sielewi, tumeishi naye kwa upendo, hakuwahi kunitreat hivi, ndio maana imeniathiri sana. Natamani kwa umri wangu na mimi nisihangaike, nitulie. Nawaza sasa kama anahangaika na wanawake ataniletea magonjwa nyumbani. Akaniambia nakuelewa. Tutakutana, tutaongea zaidi. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Rose katika siku njema ya leo. Msikilizaji, haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ni shauku yangu uendelee kufuatilia mkasa huko kwa karibu, usikie haya mengi ambayo ndugu yetu Rose anashia nasi. Mimi nitakupeleka mapumziko kwa dakika chache. Nitarejea hapa na tutaendelea mbele. Nikamwambia sio na roho ndogo. Ananiambia kwa nini? Nikamwambia nahisi na roho ndogo. Sitaki kuwa hivi. Anasema nakuelewa. Sitaki kuwa hivi, unajua. Natakiwa niangalie watoto wangu. Natakiwa niende kazini. Nifanye kazi nirudi nyumbani. Sitaki kuogopa hata yule mwanaume asiporudi nyumbani. Ananiambia nikiwa naongea, ananiambia nyamaza. Nyamaza na usiongee tena. Ananiambia hiyo sentence. Hataki kusikia na nalalamika chochote. Nikubaliane na kila kitu. Nikubali kwamba yule ni mwanamke na ni mke mwenzangu. Yani ndicho ambacho anamaanisha. Akasema usiogope. Nikwambie kitu. Tutamtafuta yule msichana. Tutamwambia. Wakati mwingine mtu anaweza akawa anazungumza hivyo kwa sababu hajajua userious uliokuwa nao. Tutakapomface na kumwambia, hawezi kuendeleza hiyo mahusiano. Nikamwambia sawa. Lakini wakati huu usiruhusu moyo wako ukajeruhika kiwango kikubwa. Haya mambo yapo, yanatokea. Ni kweli mlikuwa mkiishi kwa amani, pengine mume wako alikuwa anatokaga nje ya ndoa, hakuwahi kukamatika. Kwa sababu inaonekana hata sio mgeni mzoefu tu. Ila safari amekutana na binti, amemshika, yani amemkamatia mahali. Hana ujanja. Lazima tupambane. Kaambia nakuelewa. Akanifariji sana. Na pale nilimpigia yule chawa wangu, akaniambia yani nikwambie kuna huyo boda nimempata. Nafikiri kesho nitakupa majibu yaliyokamilika. Nikamwambia sawa.
na kutegemea. Akaniambia wewe usijali. Rose anasema tukaagana pale, lakini tukakubaliana tuwasiliane. Mimi nataka nifike mpaka anapokaa huyu msichana. Unajua unaambiwa mmeo amempangia mwanamke nyumba, hujui chochote. Nataka nifike nione. Kama mwenzangu wewe ufuatiliaji ni wewe. Maana kuna mtu hapa atasema unafuatilia yote ya nini? Ya nini? Mimi nilikuwa sijafika level za kumchoka wewe mwanaume. Maana kuna watu wengine wako kwenye ndoa, mume hata akirudi saa 7 usiku, hata asiporudi, hata amuulize. Hasa kuna upendo hapo. Ina maana wewe huo moyo wako ulishajeruhika, wewe umefika umekomaa. Mwisho wa siku unasema naishi maisha yangu. Uko ndani ya ndoa unaishi maisha yako. Mimi sijaizoea hayo mambo. Mimi na mume wangu tumekuwa tunaishi vizuri. Ya mambo yametokea ghafla mwenzangu. Lazima yashtue moyo. Rose anasema basi nashukuru yule chawa wangu kule akaniambia kila kitu kiko tayari. Unatakaje? Unataka kwenda kabisa upaone uione tu nyumba? Umepangaje? Nikamwambia kwanza nataka nione nyumba. Akaniambia sawa. Mimi nakupa namba ya boda boda. Huyo boda boda nilishamchezesha mchezo wote. Atakuchukua, atakusogeza mpaka karibu na ile nyumba. Nikamwambia sawa. Na mimi nikamwambia ndugu yangu, bwana mambo huko yameiva, tunafanyaje? Nikamwambia nimepewa namba. Twende tukabebana. Kweli huyo boda boda akatusaidia, tukaenda tukapaki, sisi tulikuwa na gari, boda boda anatangulia mbele, tukafika tukapaki. Akasema anaishi hapa. Yani mimi nakwambiaje, michepuko sijui ni inatofautiana, sijui. Mume wangu kaenda kumpangia mwanamke nyumba. Jamani, sio kijumba, nyumba. Mume wangu kaenda kumpangia huyu mwanamke nyumba ya ghorofa 2. Jamani, ninasema huyu binti anakaa hapa, anakaa kwenye ghorofa. Anaishi hapa mitaa tu kwanza aliyompangia. Jamani, sio Uswahilini hapa. Mume wangu huyu. Jamani, na kazi anafanya naye. Mahaba kazini, mahaba nyumbani. Nilimuuliza huyu boda boda, unafahamu huyu binti kwa ukaribu? Akasema ndio. Sio hivyo, lakini namfahamu. Amehamia hapa lini? Akaniambia siku nyingi kahamia hapa. Siku nyingi yani sikuelewi. Akasema siku nyingi, mimi naona hapa naishi siku nyingi. Akasema ina maana mume wangu kaanza kudate na msichana siku nyingi. Okay. Au kwao. Au ni nyumbani kwao. Na sikusita kumuuliza au ni nyumbani kwao. Akasema sasa kujua kama ni nyumbani kwao au ni vipi, lakini najua msichana anaishi hapa. Lakini mimi nilipoambiwa ndo amepangiwa, ina maana nishike ile sentence kwamba amepangiwa, ina maana ndo hapa sio kwa wazazi wake, hapa ni nyumbani kwake. Yani nitamani hata niingie, nitamani hata nipande kwenye ukuta, jamani nitanichungulie. Lakini tukaishia nje. Akatucholea ratiba zake za kurudi. Nikamwambia sawa. Sasa huyo msichana, mi pamoja na ndugu yangu tulimlia timing anarudi nyumbani. Ushe kuona yani ushe kuona watu tuliojipanga yani. Huyo binti anaenda nyumbani kwake. Sisi tukamtime pale nyumbani kwake. Ni lazima ananijua. Unatembea na mume wa mtu na umjui mke wake? Unatembea na mume wa mtu na mke wake umjui? Ina maana ananijua. Kwa sababu kama unatembea na mume wa mtu lazima umjue mke wake, ujue familia yake ili ukae kwa kutulia. Rose anasema papa sisi hapa. Huyo msichana alishtuka sana. Ina maana ananijua. Nikamwambia ulidhani sita haitatokea siku nikakuona macho kwa macho?
ulivyoona nakupigia simu uliona nafanya jokes kwamba sitakutafuta nikwambie tena macho kwa macho. Nikamwambia nikwambia sijaja kwa ugomvi. Nimekuja kumaanisha nachokisemaga. Hii ni mara 3 nakwambia achana na mume wangu. Nimekuja leo. Nimekuja hapa. Sijui mlianza lini na mume wangu. Lakini nasemaje? Achana na mume wangu. Mume wangu alikuwa akiwahi kurudi nyumbani. Mume wangu amekuwa akinisikiliza. Mume wangu amekuwa akinipa haki ya mke wake kama mke. Lakini vyote havifanyi. Una nguvu na ujasiri wa kumshika mume wa mtu alale kwako, aniache mimi nikilala kitandani peke yangu. Unamshika mume wangu muda wa weekend ambao natakiwa kukaa na watoto, wewe unautumia wote. Wazi kama huyo ana watoto, anahitaji time akina watoto wake. Wazi. Ni kwa sababu gani? Unachukulia poa. Unatembea na mume wangu alafu unatembea kifua mbele. Nikamwambia si ndo amekupangia nyumba? Amekununulia na gari eti? Anataka kujengea. Unataka nyumba kama hii ya kujengea? Unataka ije? Unapenda hela zake? Si ndio? Unapenda vile ambavyo alivyo? Si ndio? Nikamwambia mwanaume hakuwa hivyo, namuona sasa hivi. Nyakati hizo unaona wewe ulikuwa ndo unatamba. Ndio mimi nilianza na wewe mwanaume. Akiwa hana moja nilianza naye. Unamuona hivi ni mimi. Kila kitu alichokuwa nacho ni mimi. Na nikwambie hautapata chochote. Yaani kama akili zako unawaza kuna kitu utapata kwa mume wangu, hutapata. Kwa sababu vyote unavyoviona sio yuko yeye peke yake, niko na mimi. Huyo msichana akanitazama. Yaani nilivyoambiwa na madharau hasa. Akaniambia unanitishia? Kwa hiyo umekuja ili unipige? Mmebebana na mwenzako ili mje mnifanyaje? Nikamwambia hata sikupigi leo. Nikija next time nitakupiga. Ndugu yangu akamwambia, yashika maneno tumekwambia. Shika maneno tumekwambia binti. Familia yako inakupenda sana, si ndio? Huyo binti akasema mnanitishia? Mmekuja kunitishia? Yaani ndo sentensi yake iliyosalia kwamba tumekuja pale kama kumtisha. Tukamwacha pale. Tukaondoka. Lakini ndugu yangu akaniambia hii leo imekuwa ya moto. Namuona sasa angenyanyua fyo mdomo wake pale, tungemchalaza viboko. Yule si ni kama mtoto wetu yule, tungemtandika. Nikasema nahisi ameogopa sana. Lazima ogope wewe. Lazima ogope. Hizo ni simu, hayo majibu ni ya kwenye simu. Aendelee sasa. Nikwambia kiendelea tunaicheza hiyo kete ya mwisho. Hiyo ya mwisho idanganya. Nikamwambia kete gani? Mwache aendelee. Akiendelea kuna hiyo kete tunamchezea mwisho. Hiyo atajuta kutujua. Nikamwambia kete gani? Tulia. Wewe tulia. Rozi anasema ninakwambia mwenzenu kwenda kwa yule binti, tukabebana na ndugu yangu tukamfuata yule binti wenda kumtisha. Yaani nilikosea, nilipigwa. Nilipigwa. Unajua kupigwa? Ninakwambia sijawahi kupata kipigo hata kwa wazazi wangu kama hiki. Nilipigwa na huyu mwanaume. Yaani ni siku hiyo amekuja tu. Yaani ni kusukuma milango, ni moja kwa moja vibao. Sio kupigwa vibao vya mfululizo, unapigwa kushoto, unapigwa kulia. Pigwa anasema unanipanda kichwani. Unanipanda kichwani. Nilipigwa. Na akaondoka kaenda kulala huko.
Mimi sasa nakwambia, machozi puka, nampigia simu nani, mani mwenzenu, jamani. Simu napiga, rafiki yangu yuko, huyo ndugu yangu yuko, ye, usiniambie shoga yangu umepigwa. Nimepigwa. Akasema jamani, huyu mwanaume ni ukarogwa, niko sijui. Yani hapo ninasikilizia maumivu. Ina maana mchepuka sasa, labda tulivotoka tu, labda pale kampigia simu, baby mkeo ananitisha, baby mimi nakwambia bora tuachane, mkeo ananitisha. Mwanaume kawa mbogo. Mwanaume kakasirika. Wewe, ndugu yangu ananiambia, nikwambia rafiki yangu, ndugu yangu, hapa tulipofikia huyu msichana sio kupambana naye kwa macho ya nyama. Nikamwambia, una maana gani? Tulipofikia hapa sio kupambana kwa macho na nyama. Ina maana utazidi kupata kipigo kila siku. Yani ina maana huyu mwanaume hasikii ambiwe. Hebu tuliza kwanza kichwa. Pona kwanza hayo majeraha kwanza. Tuonane kesho tuongee. Nikamwambia sawa. Basi nikitoka kazini tutaonana. Akaniambia sawa. Nakwambia, mume wangu asinitumie message, anataka tuachana. Nikamjibu, nikamwambia unasemaje? Akasema nimefika mwisho, naomba tutarakiane. Eti kisa nimeenda kumtishia yule msichana. Jamani, mume wangu anataka nipe talaka. Mimi nikamwambia, wewe vipi? Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye mwanamke kahaba. Haikuwa siku nzuri. Rosie anasema imekuwa siku nyingine ambapo nilipanga kuonana na yule ndugu yangu. Mume wangu kaja mapema asubuhi. Ananiambia ujumbe wangu uliosoma najua umeelewa. Akitaja jina la mwanangu, mama fulani. Mimi nimefika mwisho, siwezi kuendelea kujiforce. Naomba tuachane. Nililia. Yani vile alivyonipiga, hataki kujua maumivu nilokuwa nayo, hataki kujua nini, anataka tuachane. Jamani, hivi utembee na mume wa mtu yani umtaka kumbeba mzima? Jamani, nyie hebu mtuonee huruma mabinti jamani. Yani unataka kumbeba mwanaume mzima, aniache mimi na watoto. Wewe utakuwa na furaha gani? Yani ukishabeba mume wangu mimi akaniacha, wewe una furaha gani uko uliko eti? Una furaha gani? Huyu ni mume wangu halali, tumefunga ndoa. Unataka kunibebea huyu mwanaume kweli? Niliumia sana. Sikupendezwa. Rafiki yangu ananiambia kuna keti ya mwisho tutaicheza. Huyu mtu asikupe pressure. Asante kwa leo kunisikiliza. Ndio. TikTok Capital E. Habari ulimwengu.